Neno la Mungu laweza kufananishwa na mmea mchanga ambao mizizi yake imepandikizwa katika mioyo ya watu. Imewapasa kusaidia ukuaji wake kwa maji ya uzima ya hekima, ya maneno yaliyotakasika na matakatifu, ili kwamba mizizi yake iweze kuwa imewekwa imara na matawi yake yaweze kutanda hadi juu mbinguni na zaidi. Wakati tunapotambua kuwa kati ya vitu vyote tuvifanyavyo katika maisha yetu, nyakati tunazotumia kushirikiana neno la Mungu na wengine zimejaliwa baraka maalum, tunafikia kwenye hitimisho lenye umuhimu kabisa, kwamba furaha tunayoipata inatokana na huduma iliyomo katika kitendo chenyewe. Tunatarajia, bila shaka, kuwa vitendo vya huduma tunavyofanya vitaleta matokeo stahiki, lakini ikiwa tunajiambatanisha mno na matokeo, ikiwa tunaathiriwa zaidi na sifa au ukosoaji tunaoupata, tutapoteza furaha ya ufundishaji. Kile ambacho kinapaswa kutupa shauku ya kuhudumia ni upendo wa Mungu, wala siyo shauku ya kupata mafanikio, kupata manufaa au kutambulika. Kujitenga kutoka vyote hivi ni kigezo cha huduma yenye furaha. Usomaji wa mateuzi yafuatayo kutawasaidia kutafakari juu ya dhima hii. Ewe mwanadamu mwenye peo mbili, fumba jicho moja na kulifumbua lingine. Fumba moja kwa dunia na yote yaliyomo humo, na fumbua lingine kwa uzuri uliotukuka wa mpendwa. Enyi rafiki, msiutupe hata uzuri wa milele kwa ajili ya uzuri ambao hauna budi ufe, na msiweke shauku yenu katika dunia hii ya kufisha ya vumbi. Ewe mwana wa neno, geuza uso wako kuelekea uso wangu na kuwakana wengine wote ila mimi, kwa maana enzi yangu hudumu na ufalme wangu haupotei kamwe. Ikiwa utajitafutia mwingine zaidi yangu, naam, kama ukitafuta daima katika ulimwengu mzima, utafutaji wako utakuwa bure. Ewe mgeni uliyefanywa rafiki, mshumaa wa moyo wako huwashwa kwa mkono wa uwezo wangu, usiuzime kwa pepo za upinzani za nafsi na shauku. Mponyaji wa maradhi yako yote ni kunikumbuka mimi, usisahau jambo hilo. Ufanye upendo wangu kuwa hazina yako na utunze kama macho yako mwenyewe na uhai. Kujitenga ni kama vile jua, ndani ya moyo wowote ule ambamo huwaka huzima moto wa tamaa na nafsi. Yeye ambaye kuona kwake kumeangaziwa na mwanga wa ufahamu kwa hakika atajitenga mwenyewe kutoka ulimwengu huu na mambo yake yasiyofaa. Usiache ulimwengu na uchafu wake vikuhuzunishe. Ni mwenye furaha yule ambaye utajiri haumjazi majivuno, wala umaskini huzuni.